I respect the office of the president. Mimi naheshimu ofisi ya rais, kwa sababu katiba yetu na desturi yetu ya uongozi wa nchi yetu inaonyesha wazi kwamba yule ambaye ako kwa hiyo ofisi is a symbol of national unity. Ni commander in chief of our defense forces. Mimi sana sana watu wakiniuliza, mbona wewe you don't attack the president or criticize him? Ninawaambia, unajua mimi naheshimu hata majeshi yetu, kwa sababu president ni commander in chief. Kuna kitu ambayo mimi siwezi kuzungumza kuhusu president hadharani namna hiyo. Lakini, and of all national politicians who are out here, you know that I am the one who's most restrained. Kwa hii, I don't like talking about personal things, attacking other leaders, and going personal. Kwa sababu we must be the change that we desire. Kenyans, after 6 decades of independence, wanatarajia wale tunataka uongozi to be measured, to be mature, to be decent, even in the language we use about each other. Ama namna gani wananchi? Kwa sababu watoto wetu na hawa vijana ambao tunataka kukusa hapa hawezi kuwa eti wanaamuka asubuhi wanatuona sisi viongozi tukiongea na tukijibishana na maneno machafu. Hiyo ni kuharibu sifa ya ofisi kubwa kama ile ofisi ya rais. Na rais wetu mimi ninamheshimu na ninaheshimu ofisi yake. Ndipo mimi sijaongea mambo yake mbeleni. Lakini leo ameanza sasa kututusi sisi wote watu wa opposition. Anatutusi, yaani nchi yetu hii 6 decades after independence, at the presidential campaign level tuanze kuongea maneno ya kukula. Nani anakula zaidi, nani anakula wapi? I am doing this with a lot of pain. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Mimi hujaniona, hujaniona nikija, hujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu na ugali na huko. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua, mbona mimi sijakuja kukuuliza wewe mbona umekonda? Na mambo kama hayo. Unajua